Naitwa Amina Ahmedi. Jina langu maarufu naitwa Siwa Kikala. Mtoto mpole na mstaarabu wa mzee Kikala. Nijua lazima mtaguna hilo. Jamani, leo tuko hapa kwa ajili ya Nabla Company ambayo ni kampuni ambayo imenizaa mimi. Mimi ni mkurugenzi wa Siwa TV, lakini ukiangalia Siwa TV, Siwa Entertainment yote imetokea Nabla Company. Yani Nabla ndio mzazi wangu. Hata Abdul nilipoongea naye tarehe 29 nimeandika kwenye diary kwamba tarehe 29 tuna jambo letu hapa. Kwa hiyo nilivunja ratiba zangu zote na ratiba 75. Ila nilivunja zote. Dada nani Saidi pale? Imeda kanipigia simu ngamba Imeda, tukutane huko kwenye hoteli kubwa. Ndio tutakuwepo siku hiyo. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya swala la kampuni yetu. Imepata deals kubwa ambayo hizo deals tunaenda kupeperusha vitu viwili. Umeona mamangu alipokuja hapa Biti Msumi, akaziuza, akatoa na bei. Kwa sababu kwa sasa mimi kuanzia leo hapa tarehe 30 kesho kidogo napumzika. Tarehe 1 mpaka tarehe 7 naitwa Siwa Moped alafu love Kikala. Mnanijua kwenye kuzaa. Hii moped alafu kuna mtu nimemfikia asema eti wewe Siwa hii moped wewe pedi saizi. Yaani na maana kama vile mimi kama ni mtu ambaye tena nimeshafunga kikomo. Bado mdogo sana. Ndio kwanza nataka kuolewa bado. Ndio kwanza nataka kuolewa bado sana, kwa hiyo bado na natarajia kuzaa. Sababu mimi naolewa na Mpemba. Kwa hiyo natarajia kuzaa. Mnajua Pemba wanapenda kuzaa. Na watoto 5, kwa hiyo nitazaa wengine 5, kwa hiyo natarajia kuwa na watoto 10. Tumeelewana ndugu zangu Sasa hapa watoto wangu wote watumia love. Love zitaisha vipi, zipo nyingi. Kiongozi zipo za kutosha. Love ndio maana nazaa kwa sababu najua niko kwenye love sasa hivi. Kwa hiyo nazaa kwa sababu na uhakika. Na pale ukishatoka kujifungua unajua hizi pedi ziko tofauti. Kuna nyingine kubwa, kwa hiyo wale mama ambao wametoka kwenye uzazi, zile ndefu zinawafaa zaidi. Jamani, kiukweli kabisa tuache masiala. Kuanzia tarehe 1 niko Sabasaba na niko live. Na ninapokuwa mimi siko kinyonge, tuko na shengesha. Msija baadaye mkanipigia mjapata contact pale mambo kama yote. Kwa hiyo mje msikose kuwepo eneo la tukio. Siregele kijicho hicho. Siku hiyo naomba uwepo, uje pale upate contact za kutosha. Hatupo kinyonge, tuko pale tunashengesha. Nafikiri shengesha zetu mnazijua. Kwa mimi nimefunga zote kwanza tarehe 1. Nimefungua tu Sabasaba. Nipo pale na nimechukua hoteli Sabasaba ile sitaki kuchelewa. Sasa kwamba na bosi wangu Abdul. Mimi huyu ni bosi wangu na ndio aliyenizalisha kwenye hii kazi. Kwa kweli namshukuru sana. Nisipomshukuru basi hata Allah mwenyewe atanipa laana. Kwa sababu umshukuru mtu ambaye amekutoa kuanzia chini mpaka hapa nilipo. Mimi namshukuru wanangu wanaenda kujitutumua kwenye ile njia kwenda uani kwa sababu ya Mungu. Unajua kuna njia unataka jinsi ya kuendea kwenye ile njia kwenda toilet. Ukienda kinyongo unategemea umekula nini? Utaenda kiblues. Lakini watu wangu wanatembea kila gamafi wanaenda vizuri wamekula vitu vya kueleweka wakienda uani. Kwa hiyo yote na yote tuko kwa ajili ya moped, tumezaminiwa. Mimi hapa nimezaminiwa hapa, niko na mabosi. Yaani bosi wangu na mabosi wengine wale pale. Niko vizuri maisha yangu, tukutane Sabasaba. Sina mengi. Tutakutana kwa Sabasaba mambo kama yote ndugu zangu. Sema yeyo.